Nimeupa ujumbe wa leo kichwa kinachosema hivi: tuiombee nchi yetu, au tuombee taifa letu. Tuiombee nchi yetu. Tunasoma kifungu Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza hadi wa 6. Tutasoma: basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu, ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote, utakaoshuhudiwa kwa majira yake. Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru katika mchana huu. Tunashukuru kwamba una neno la kusema na sisi. Tunaomba utusaidie neno hili likatufae, neno hili likatuponye mioyo yetu, na neno hili likatuongoze maisha yetu. Nijalie kunena kwa ujasiri na usahihi, na ukafungue masikio yetu ya kusikia, tukasikie na kuelewana nayo, na kuwa watendaji wa neno lako, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Amen. Ujumbe ni sawa na kama vile tumefanya. Ujumbe unasema tuiombee nchi yetu. Kwa nini? Kwanza, tuko kwenye majira ambayo yanatuhitaji tufanye hivyo. Tuko majira ya uchaguzi. Watu wanaenda huko na huko na huko na huko wakitangaza sera zao, na kimetangazwa kwetu kwamba ni kipindi cha uchaguzi, na kila mmoja anajua. Lakini tuajua ya kwamba kipindi cha uchaguzi mataifa yote ni kipindi ambapo watu wana matazamio ya kwamba kutakuwa na matokeo tofauti, au maisha yataenda kuwa sio tunavyozoea, kwa sababu unapobadilisha uongozi, kila kiongozi huja na mwelekeo wake. Ana falsafa yake ya kiuongozi, ana mwelekeo na staili ya namna ya kufanya uongozi na kadhalika. Hili ni kweli dunia nzima. Wao tukikaa kimya tukaacha kusali na kuomba Mungu, tutaenda kivyetu vyetu. Lakini tunamhitaji Mungu. Kama tunahitaji kitu kizuri, ni lazima kumuomba nani? Mungu. Huu ni ukweli usiopingika. Watu wa kanisa wakikaa kimya wakafikiri sisi ni watu wa kanisani tu, hatuhitaji kuomba haya, tutakutana nayo huko huko, twende mbele kwa mbele, tutakuwa tumekosea. Wanasiasa wana mguso mkubwa sana kwa maisha yetu ya kila siku. Hebu kumbuka uchaguzi wa Marekani. Ulipoisha uchaguzi wa Marekani, ndani ya siku ngapi? Ndani ya siku 100 kuna mabadiliko makubwa yalitokea, si Marekani tu, dunia nzima. Dunia nzima. Kwa sababu ya uchaguzi walioufanya. Wanasiasa ni sehemu ya jamii yetu. Ni watu katikati yetu, ndani yetu, wanatoka ndani yetu. Kwani wanatoka mbinguni? Wanatoka katikati yetu. Tunaishi nao mtaani, tunasali nao kanisani, tunafanya kazi nao, tuko nao, ni wenzetu. Tumesoma nao, wengine tumezaliwa nyumba moja, wengine ni watoto wa mashangazi, wengine na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Lakini wanapokuwa wakifanya kazi hizo, sio kwa ajili yao tu, ni kwa ajili yetu wananchi wa Tanzania. Na sisi kanisa tuko ndani ya taifa hili.
sehemu ya kazi zetu, sehemu ya wajibu wetu mmoja wapo ni kuliombea taifa. Sisi tuna wajibu na jukumu kubwa sana la kimungu kuliombea taifa letu. Biblia inasema ninyi ni nuru ya ulimwengu, ninyi ni chumvi ya dunia. Kwa hiyo dunia inatutegemea kwa kiwango kikubwa sana kwa maisha tunayoyaishi kila siku. Katika sala zetu basi tunapaswa kuliombea taifa letu. Tunapaswa kuombea mambo makubwa yanayotokea katika taifa, kama uchaguzi, kama mvua zinahitajika, au sasa uchumi uko vipi. Tunapaswa kuiombea. Ustawi wa nchi yetu unatuhusu sana, na kati ya maombi yetu lazima yawepo maombi ya kuliombea taifa. Kama tulivyokwisha kusoma andiko la Timotheo, limetuambia kabla ya yote nataka maombezi na dua na sala za kila aina vifanyike kwa ajili ya watu wote, na kwa ajili ya wafalme, na kwa ajili ya wenye mamlaka. Umeona? Hebu jiulize, wiki hii umeombea mara ngapi watu wote katika taifa lako? Watu wa mtaa wako, watu wa wilaya yako. Umeombea viongozi wako, umewaombea mara ngapi? Au wewe tu unajifunika na damu ya Yesu, wewe peke yako, kwa jina la Yesu mimi na mke wangu na watoto wangu na tufunikwe kwa damu ya Yesu tuwe salama? Hatui salama tu hivyo hivyo. Mungu kaweka vitu vingine vya kila siku vya kijamii vinatuhusu sana. Lazima kuwaombea viongozi wetu. Ni lazima kuombea Mungu tupe viongozi watakao tufikisha tunakokwenda. Kwa hiyo sasa, kwa sababu uchaguzi ni kipindi hichi kimesha kutangazwa na pilika zinaendelea na mashughuli yanaendelea, basi na sisi tuombe. Leo ninahubiri ujumbe huu, haina maana kwamba tutaomba leo tu. Tukitoka hapa nenda kaombe, na kesho omba, na kesho kutwa, kila siku liombe jambo hili kwa moyo wote. Tukikusanyika kama kanisa tuombe. Hata jana tulikusanyika hapa, tuliombea taifa letu, tuliombea mataifa, tuliombea mpaka Ukraine na Urusi waache kupigana, tuliomba. Na Sudani tuliwaombea, na Wakongo tukawaombea. Tuko hapa jana. Hebu tuangalie mambo makubwa matatu ambayo nimeandaa katika mchana wa leo. Jambo la kwanza, kwa nini tuombe? Kwa nini tuliombee taifa letu? Moja, tunahitaji kuishi maisha ya amani na utulivu. Tunahitaji kuishi maisha ya amani na utulivu. Kwenye kamusi ya kawaida, ufafanuzi wa neno amani kwa kawaida tu anasema ni hali ya raha na salama bila fujo na vita. Hali ya nini? Ya salama, ya raha, salama bila fujo na vita. Ndio maana ya amani. Unapika ugali nyumbani, mnaula mnaumaliza, sio mnaula mnakimbia nao mfukoni. Mnaenda mjini mnarudi salama na magari yenu, kama mna magari, kama mmeenda na bodaboda, unaenda unarudi. Hakuna fujo, hakuna vurugu, hakuna tatizo. Hapo tunaita hiyo inaitwa amani. Lakini kibiblia ni zaidi ya hapo. Litumika neno shalom kwa Wayahudi, na Watanzania tunapenda sana kusema salama. Habari bwana, salama. Mambo yakiwa sio mazuri, habari bwana, mambo yako hivyo hivyo tu bwana. Yaani kuna raha tu, ndio maana ya amani. Kwa hiyo tunahitaji kuishi maisha ya amani na utulivu. Ndio maana tunaombea nchi yetu. Hebu tusome katika Timotheo sura hiyo ya 2 mstari wa 1 hadi wa 3. Basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Unaona? Sala kabla ya mambo mengine yote. Mkikusanyika kama hivi, kabla ya mambo mengine yote, michango ya ujenzi nini, kabla ya mambo yote. Asubuhi ukiamka, kabla ya mambo yote. Jioni ukienda kulala, kabla ya mambo yote. Maana hapo, kabla ya mambo yote nataka
Tunajua neno dua na sala na maombezi. Bwana, naombea hiki na hiki, naombea na hiki, namwombea fulani, namwombea na fulani. Maombezi na shukrani. Bwana, nakushukuru kwa ajili ya nchi yetu, kwa ajili ya viongozi wetu, kwa ajili ya nani, kwa ajili ya nini. Na maana shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Haijasema kumbe kwa ajili ya washirika wa DPC peke yao, kwa ajili ya watu wote. Waombe watu wote. Maana yake hapa yeye ni jumuishi, amechukua watu, kwa sababu wakati anaandika barua hii Paulo alikuwa ni Myahudi, lakini wakati huu amefungwa jela Rumi, Ulaya, amefungwa gerezani kwa ajili ya Injili, lakini anasema tuwaombe watu wote. Halafu tuwaombe dua wenye mamlaka. Hapo alikuwa chini ya mamlaka ya mfalme Nero, aliyekuwa anatesa watu wakati, lakini anasema wenye mamlaka waombewe na shukrani zifanywe kwa ajili yao. Alikuwa na wajibu wa dunia nzima. Mstari unaofuata, kwa ajili ya wafalme. Kwa leo huwezi kusema wafalme tu, utasema kwa ajili ya marais. Sasa hivi tuna mifumo mingi, nchi za kifalme ni chache sana, sehemu kubwa ni marais na mawaziri wakuu. Kwa ajili ya marais na wote wenye mamlaka mbalimbali, wakuu wa idara mbalimbali za kiuongozi, wakuu wa majeshi, wakuu wa mikoa, wakuu wa mawilaya, watendaji wa kata, maaskofu. Unajua watu wengine hawajui kwamba maaskofu ni watu wenye mamlaka. Hawa maaskofu wakisema neno, watu wao wanafuata. Kwa hiyo maaskofu wana mamlaka. Kwa ajili ya maaskofu, kwa ajili ya wachungaji. Bwana Yesu asifiwe. Hawa jamaa wana mamlaka, wote hao wana mamlaka. Maaskofu wana mamlaka, wachungaji kuna ukiangalia kwenye mitandao unakuta kuna viongozi wa dini anaweza kaombea watu wote laleni chini, wote wanalala chini bwana. Haya, mwanze kugaga, wanagaga. Wana mamlaka ila wanatumia vibaya. Waombewe watu wote wenye mamlaka kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka tu, ili mwisho wa siku tuishi maisha ya utulivu na nini na amani. Tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Kwa hiyo Mtume Paulo anaona umuhimu wa watu wa Mungu, mataifa yote, kuishi kwa amani. Lakini wenye mamlaka wana jukumu ambalo wamekabidhiwa la kuwaongoza watu wao katika nchi zao. Namna gani wameingia haimuhusu sana Paulo. Kinachomhusu hapa ni kwamba hawa watu wana mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Ni jukumu letu kuwaombea watu wote. Kwa mchana wa leo tunakumbushana wajibu wetu huu wa kuwaombea watu wote na viongozi wetu, na hasa wanaokuja, waliopo na wanaokuja, kuwaombea, kuomba ili kwamba mwisho wa siku sisi wananchi, sisi wa Tanzania tupate kuishi kwa amani na utulivu, na watu wote wanaotutembelea katika Tanzania waje wafurahi, waishi muda wao watakapotutembelea, waishi kwa utulivu, waishi kwa amani, warudi kwao tena warudi na huku tena, kwa sababu kuna utulivu. Mpe Bwana makofi kwa hilo. Ukiendelea kusoma pale mstari wa 3 anasema hili ni zuri. This is good. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za nani? Za Mungu Mwokozi wetu. It is good. Bwana Yesu asifiwe. Kati ya mambo yanayoitwa maadili tunajifunza jambo linaitwa kitu
kizuri. Maadili ni kitu kizuri, kinamfanya mtu asikie uzuri, asema oh, nzuri kabisa. Huo ndio uadilifu. Mungu anataka hiyo, inakubalika mbele za Mwokozi wetu Mungu. Amani inatoka kwa Mungu. Amani ni hulka ya Mungu. Amani ni tabia ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Mahali fulani anasema Mungu wetu si Mungu wa machafuko, ni Mungu wa utaratibu. Tafsiri za Kiingereza zinasema God is not the God of disorder, but the God of order or peace. Sasa tunasoma katika Isaya 9:6. Tunaambiwa Yesu ni mfalme wa amani. Ametabiriwa Yesu Kristo. Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uwezo wa kufalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Mpe Bwana makofi makubwa. Mfalme wa amani. Yesu Kristo ni mfalme wa amani. Ufalme uko begani mwake, lakini aina ya ufalme wake ni ufalme wa amani. Ni ufalme usiokuwa na dhulma, ni ufalme usiokuwa na machafuko, ni ufalme wa amani wenye utulivu. Sasa Yesu alikuja, atarudi tena. Tunampata mfalme huyu wa amani. Halazimishi amani sasa hivi, kwamba sasa amesimama hapo, dunia nzima wote wamenyosha mikono, mabunduki yako wao wameweka chini, na Yesu ni mfalme wa amani. Yeye anaenda hatua kwa hatua. Kwa hatua hii ufalme wake tunaupata kwa njia ya kupitia kanisa. Lakini saa inakuja, Biblia inasema Yesu Kristo atakuja na kuimarisha utawala wa amani, ambapo atatawala dunia nzima na ataichunga dunia yote, na wafalme wote watamsujudu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo saa hatujui. Anasema hakuna ajuaye siku wala saa. Itakuja kama mwivi, papa, huyo Yesu ameshuka, ametawala dunia nzima, wote wafalme wamenyoshea. Lakini kwa sasa sisi kama kanisa tunaendelea kutangaza amani ya Kristo. Sisi ni wajumbe wa amani ya Kristo. Ndiyo, sasa hivi ni kipindi tunaendelea kupata amani ya Bwana ya kweli. Ukisoma katika historia ya dunia, utaangalia kila lilipokuwa kanisa lilihubiri amani, lilileta amani, lilileta mapinduzi ya amani. Yaani kutangaza amani. Mahali penye vita, sisi tunatangaza amani. Maana Yesu amesema hata adui yako ufanye nini? Umwombee. Akiwa na njaa umlishe. Uone itamshtua. Alikuwa amepanga kuja kukumaliza, anafika umeshakula? Bado, kaa ule kwanza ndio ufanye shughuli yako. Pasamweni, shughuli ipo. Jamaa anaingia pale, wewe mzee, tulizana, mnataka nini? Tunataka utupatie hela sijui kule, mmeshashiba lakini mmekula leo, maana naona kama mna njaa. Tuwapikie kwanza mle. Hiyo shughuli nzito. Yesu ametufundisha jambo zito ambalo ni gumu kufanya, lakini ni standard ya juu. Yesu anatupeleka mahali ambapo tusijihesabie haki. Tuendelee kuona kwamba tunamhitaji Mungu zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu ni mfalme wa amani. Lakini je, Yesu anajisemaje? Yesu akasema katika Yohana 14:27, amani na waachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Yesu anatuachia amani yake, lakini anasema amani anayotoa ni zaidi ya amani inayoweza kutolewa na dunia. So sometimes, wakati mwingine watu wa Mungu wanakuwa na amani ya mioyo yao, wametulia, wamerelax, hata kama kunaonekana nje hakuna amani. Hiyo sasa ni amani ya wale waliookoka.
na hiyo inapatikana tu na wale ambao wana mahusiano mazuri na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa context, kwa mazingira ya andiko la Paulo alipotuambia tuombee watu wote na wenye mamlaka ili tuishi kwa amani, ana maana amani kati yangu mimi na jirani yangu, ameokoka hajaokoka, tunapaswa tuishi kwa amani. Mpe Bwana makofi. Amani, 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 amani. Mimi nataka amani. Nataka amani na rafiki zangu, majirani zangu wote, nataka amani. Na hata ukija katika mtaa wangu mimi sina adui. Wote ni majirani, ni marafiki zangu. Nikitokea hapo, mchungaji, haleluya. Wenye hela na wasio na hela, wote mimi nataka amani. Nataka amani Bwana. Unahitaji amani na watu wote, Wakristo na wasio Wakristo, wenye hela na wasio na hela, wenye rangi kama yako na wasio na rangi kama yako, wanaume na wanawake. As long as Mungu ametuleta pamoja katika nchi hii, tunahitaji tuishi kwa amani. Amani Bwana. Kwa nimekaa hapo nikaanza kutafakari kalika wimbo tulikuwa tunaimba enzi zile tukiwa sisi wadogo sana. Nyewe wengine wengi hamkuwepo duniani, sijui kama bado mnakaimba. Kanaimba hivi: Tanzania, Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Nchi yangu Tanzania, jina lako ni tamu sana. Nilalapo na kuota wewe, niamkapo ni heri mama we. Tanzania, Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Hako kawimbo kananikumbusha umuhimu wa kuishi na Watanzania wenzangu kwa upendo na amani. Kama ninasema nakupenda Tanzania, wa kwanza ni wewe binadamu. Wa kwanza ni wewe, sio yale maji pale ya ziwa Victoria au bahari ya Hindi. Wa kwanza ni wewe. Nakupenda sana. Geuka umgeukie mwenzako mwambie nakupenda sana katika jina la Bwana. Unaenda utembea huko na huko na huko na nini, fanya vovote, hautakuja upate nchi nyingine kuliko hii. This is our land. Mpe Bwana makofi ya shukrani. Tanzania. Nikamtafakari mzee Nyerere sana. Nikaangalia, ukiangalia bendera za nchi nyingi za Afrika zina rangi nyekundu ndani. Lakini bendera ya Tanzania ukiangalia utaona buluu maji, kijani mimea. Nini tena? Nyeusi, sisi weusi. Halafu nini tena? Njano, madini ya Katoro na Geita huko kuna dhahabu. Hauoni damu, huoni rangi nyekundu ya damu. Wazazi wetu hawakumwaga damu, walijua kuongea na kuyamaliza. Mpe Bwana makofi. Nyerere alitufunza hayo. Nimetafakari mbali sana, niishi hapo. Amani na utulivu. Tumuombe Mungu tuishi kwa amani na utulivu. Tunaweza kupishana, kutokukubaliana katika mambo mengi, lakini lazima tukubaliane kuishi pamoja wakati tuna mambo tusiyokubaliana nayo. Si ndio? Kuna sababu nyingi zinatufanya tusikubaliane katika mambo mbalimbali, lakini hizo sababu hazitoshi kutufanya sisi tusiwe Watanzania. Tunaendelea kuwa Watanzania. Bwana Yesu asifiwe.
na tumuombe Mungu sasa atujaze hili pendo kubwa likae ndani yetu, lituongoze kukaa pamoja, kushirikiana pamoja hata kama tunatofautiana dini. Mimi nina marafiki zangu Waislamu na mimi ni mlokole. Na marafiki zangu bwana, yani wewe tukikutana nasema wanaweza kuniambia, lakini wewe mchungaji wewe umepotea unajua. Nasema hamna, mimi sijapotea, wewe ndio umepotea. Mtabishana na kuonyeshana nani amepotea nani amepatikana. Mwisho wa siku sisi tunaendelea kuwa marafiki. Tukimaliza tunaenda mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Tumeishi hivyo miaka yote bana. Tumuombe Mungu atujalie amani na utulivu katika nchi yetu. Namba 2, kwa nini tuombe kwa ajili ya nchi yetu? Hapa nitaenda haraka. Tunahitaji viongozi watakaothamini haki na kuitenda. Tunamwomba Mungu tupe viongozi watakaotuongoza kwa haki kila siku. Siamini kuna mtu hapa angependa kesho amke uende hospitali, alafu ukifika hospitali unakwambia daktari hayupo, nenda nyumbani kwanza, utakuja kesho naenda, ametoka tu sasa hivi, njoo wiki ijayo. Wiki ijayo utakufa kabla hujafika wiki ijayo. Kila mtu angependa ukienda kwa daktari umkute daktari kuhudumie. Ukienda ardhi wakusaidie shughuli zako za ardhi ziishe. Ukienda kupeleka watoto shule wakusaidie mambo ya shule yaishe. Ungependa huduma zote zinazofanywa kiutaratibu zifanyike kiutaratibu. Useme haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani hiyo ndio haki, na ni maombi yetu tuishi katika nchi kama hiyo. Lakini kwa sababu Mungu ameweka viongozi, Mungu amesema lazima kuwe na viongozi. Kwa hiyo tuombe Mungu atusaidie tupate viongozi. Sasa tumeambiwa ni uchaguzi, tupate viongozi ambao wana moyo huo na dhana hiyo katika mioyo yao, ili watakaposimama katika nafasi zao watutendee haki. Bwana asifiwe. Ndio maombi yetu. Wakizishika rasilimali zetu zitende kazi ya kutunufaisha sisi. Bwana asifiwe. Juzi nimeenda Katoro bwana. Niwaambie, I'm saying the truth. Nasema ukweli. Tulipofika Mwanza pale, tulienda tu usafiri kwa ndege mpaka Mwanza. Alafu kwenda Geita unapanda basi. Kwa hiyo tulikaa kwenye basi, mguu wangu mnajua nilipata shida ya kuvunjika mguu. Kwa hiyo nikachoka kweli. Baadaye basi likaondoka. Limeenda nikawa nasema nitafika saa ngapi Katoro. Tukafika kwenye daraja. Pale kwenye daraja bana, limeshafunguliwa ile daraja. Mpe Bwana makofi kwa daraja letu hilo bwana. Zamani tulikuwa tunafika tunajipanga mstari pale, ilikuweko kero sio ya kawaida. Tumefika pale. Hata sikuona jinsi, yani nimeona gari linapita tu mfululizo lakini kitu nilichoona kile nikiangalia hivi naona magari madogo yamepaki. Watu wanapiga picha, mwingine amenyoka mguu amefanya hivi. Wanapiga picha, mwingine amefanya, mwingine sio amefanya. Nikamwambia mke wangu, tunapaswa kumshukuru Mungu kwa ajili ya viongozi wetu. Mpe Bwana makofi. Wametupunguzia shida. Zile rasilimali zimefanya kazi. Wamekuwa na maono safi ya kutunyanyua sisi, na wakatumia nafasi zao kututendea mambo mazuri. Kwa nini tusishukuru na kuendelea kuomba Mungu atusaidie kupata viongozi watakao tuongoza kwa haki? Labda tusome na maandiko yako hapo. Kumbukumbu ya Torati 16 mstari wa 18 hadi 20. Anaagizwa Israeli, weka waamuzi na maakida katika malango yako yote akupayo Bwana Mungu wako kwa hesabu ya kabila zako, nao waamue watu kwa maamuzi ya haki. Usipotoe maamuzi. Do not pervert justice. Kiingereza anasema hivyo. Usipotoe maamuzi wala usipendelee uso wa mtu, wala usitwae rushwa, kwa kuwa rushwa hupotosha macho ya wenye akili na hugeuza dahawa ya wenye
haki. Look here, angalia hapa. Amesema usipotoshe haki ya mtu. Katika maamuzi ufanye maamuzi ya haki yaliyonyoka. Maana yake hii ni kuhusu viongozi na viongozi wengine labda wa mahakama, au wakati mwingine inabidi watu waende mahakamani, basi kule mambo yanyoke. Kama ni viongozi wa mitaani, watunyoshe vizuri. Tuombe Mungu atupe viongozi wa jinsi hiyo, kwa nafasi zao kila mtu anyoke. Anasema usipotoe maamuzi wala usipendelee uso wa nani, wa mtu. Kusiwe na upendeleo. Maana watu wengine wanapendelea kutokana either ni kutokana na jinsia, wengine wanapendelea kutokana na ukabila, wengine viongozi wanapendelea kwa sababu ya udini, wengine wanapendelea kwa sababu za mambo ya kisiasa. Huyu ni wa chama chetu, huyu hapana bwana, huyu nini. Wengine wanapendeleana kwa sababu mbalimbali, walitoka eneo moja, walisoma pamoja. Wengine wanapendeleana basi kwa sababu zao wenyewe. Lakini kuna upendeleo mwingine unatokea kwa sababu ya rushwa. Maana anasema rushwa ni ajabu sana, ina nguvu. Bribery has power. Angalia nguvu ya rushwa. Kwa kuwa rushwa hupotosha macho ya wenye akili. Unaweza kuwa una akili kweli, kitabu umebukua, ikiingia rushwa inakufanya kama zezeta. Bwana Yesu asifiwe. The power of bribery, nguvu ya rushwa inapotosha macho ya wenye akili na kugeuza dawa ya wenye haki. Hata wale watu wenye haki, ukiruhusu rushwa ikaingia, unashangaa polepole unamomonyoka before ujue umeshapotea. Sasa watu wanakwenda kujua, hey, Pastor Abel, Bishop Abel amekula kitabu kizuri, ana nafasi kubwa safi sana kwenye kanisa lao. Mbona hivi hiki ni yeye ambaye au wanajisa wamemsingizia? Lakini ukifuatilia unakuta kweli, kwa sababu kumbe kuna rushwa. Rushwa inapotosha. Rushwa ipigwe marufuku, lakini rushwa haiwezi kutoka hivi mpaka Mungu aingilie nini kati, transform, abadilishe nia zetu za ndani. Mahali fulani Biblia inasema shina la mabaya yote ni kupenda fedha. Shina la mabaya yote ni kupenda fedha. Na fedha ilipo, mtu anajihesabu mara mbili matatu. Matukio mengi mabaya ukifuatilia nyuma yake kuna fedha. Watu wanapofanywa matendo mabaya huko Usukumani, wazee wanauawaga sana kwa sababu wana imani za kishirikina kwamba wanawaloga watu, wanafanya nini. Kwa hiyo ukienda huko Usukumani bwana, jitahidi huna umvi, uende bila umvi. Ukienda na umvi bwana, mimi nilitokea juzi tuende kwenye msiba, nilikashtuka, kumbe sijakata nywele. Haya maumvi yatanipa shida huko. Kwa hiyo lakini imani yao sasa, wakiwaza kwamba huyu hapa ni mchawi anatuloga, wanampa mtu hela, nenda usiku kamuue. Anaenda usiku pio, anamuua. Ukiuliza, walinipa 100,000. Laki. Laki umeenda kuua mtu. Bwana asifiwe sana. Shida kabisa. Shida. Rushwa huharibu hata watu wenye busara. Rushwa inaharibu hata watu wenye akili. Na hizi rushwa zinatofautiana. Kuna vihela vile hivyo, acha, unaweza kaa huko, mimi bana, mimi mtumishi. Lakini kuna mamzigo mazito. Ukikandamizwa hilo mzigo, rafiki yako mpaka uwe na roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunahitaji viongozi wa jinsi hiyo. Tutawapata wapi hawa? Tunamwomba Mungu atupatie. Na huyu ndio Mungu anayedili na mioyo ya watu, anaigeuza, anaitengeneza. Mithali 14:34 inasema nini? Mithali 14:34 inasema, haki huinua taifa,
bali dhambi ni aibu ya watu wote. Kuna mataifa ambayo yamefisadika kuliko. Nilikuwa nasimuliwa kwamba kuna nchi fulani, nilikuwa naambiwa na rafiki zangu wa missionary kwamba ukifika mpakani, yani wao ukishafika tu mpakani, cha kwanza hawakuulizi sijui nini, wanakuambia una shilingi ngapi, umeniletea ngapi. Sasa missionary akaniambia nilipofika pale, natoa makaratasi, mimi mzungu bwana, nimekuja kuhubiri injili. Sema umekuja na shilingi ngapi? Kama una kaa pembeni huko. Kwa hiyo unaanza kutoa kwanza hela. Kuna mataifa yamefisadika sana. Tunataka kuomba Mungu taifa letu siende huko. Taifa letu liwe la watu waadilifu, watu wenye haki, watu wanaotumikia watu wao kwa sababu ni jukumu lao ambalo wamekabidhiwa na wananchi na Mungu mwenyewe. Haki huinua taifa. Mataifa ambayo yako juu sana kwenye vipimo vya nchi zilizoendelea, watu ambao wanaendaenda huko wanatuambia, yani unaweza kutembea hata usiku hakuna mtu anakusumbua, unamuhusu nini? Wamepata hatua, wameinuka. Kila mtu anajali uzalishaji, anajali kuona kuna utulivu na maendeleo katika jamii zao. Mithali 29 mstari wa 2 anasema nini? Wenye haki wakiwa na amri watu hufurahi, bali mwovu atawalapo watu huugua. Mnisamehe sana jamani. Kuna miaka ya nyuma tulikuwa na jamaa anatawala nchi fulani. Yani yeye alikuwa akilala akiamka akisema wakina fulani wana hela zetu. Anaweza akawafunga jela wote, wengine akawatupa kwenye maji kwenye ziwa Victoria. Kwa kuwa yani yeye ni kila kitu yani. Siku nyingine aliota ndoto akasema Tanzania yote ni ya kwake. Basi bwana akaja mpaka Kagera huko akaichukua. Piga kimbiza kila mtu akasema wote ni wa kwangu na kila kilicho. Mzee wetu Nyerere akasema wewe nani amekuroga? Akasema jamani tumeingiliwa na nyoka. Akatushtua nchi nzima. Mimi nilikuwa na akili vizuri tu kwa sababu nilikuwa ndo namalizia naelekea kumaliza shule. Tarehe 30 Oktoba 1978 Nyerere akasimama akasema tumevamiwa. Kuna jamaa lina uroho halijali haki za watu, linataka eti kuchukua nchi yetu. Tusimame kila mtu, mwanaume na mwanamke, kila mtu. Watu wakasimama kulinda nchi yao. Mimi nakwambia tulikuwa tunajipanga barabarani kuwapigia hivi askari wetu, majeshi yetu. Wanatufanya hivi, wanaenda kwenda kumtandika jamaa kwa sababu ana uroho. Lakini haikuwa kitu chepesi. Watu waliuawa, watu walikufa kule, hata rafiki zetu wengine. It was bad. Lakini tukamzuia. Hatusemi mbali, tunasema Uganda. Ni siku moja nimeenda kuhubiri Uganda mwaka 98 mwezi wa 12. Nikahubiri mkutano wa hadhara Tanzania. Waliniheshimu sana. Wananiita mwalimu. Mwalimu, wananiita jina la Mwalimu Nyerere. Nikasema nini? Alitukomboa huyo. Tulikuwa na shida. Wakanisimulia, wananionyesha siku zile tumepata ukombozi. Majeshi yenu yalikuwa, wengine walilala pale, wengine walikuwa humu wamekaa pote humu. Wanasifia jinsi Tanzania ilisaidia ukombozi. Lakini watu wale hawakuwa na raha kwa sababu walikuwa na kiongozi ambaye sio mzuri. Ndio maana sisi lazima tuombe Mungu kwa ajili ya viongozi wetu waliopo na nani anakuja, ili anaposhika madaraka watu wawe na furaha, watu wasiugue, watu wasishikilie moyo, hatujui kesho kutakuchaje. Tukiamka tuamke tunasema naenda kazini, tutaonana jioni. Sio unatoka unasema sijui yatakayokuwa huko, Mungu ndo anajua. Nikimalizia hapo Mithali 21 mstari wa 1 anasema moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana,
kama mifereji ya maji hugeuza popote apendavo. Sikilizeni, mnaiona hii siri? Watawala wote mioyo yao iko chini ya nane? Iko mikononi mwa Bwana namna hii. Kwa hiyo ana uwezo akaugeuza hivi pia, akamfanya awaze hivi. Ana uwezo akaupindisha hivi, akamwambia fanya hivi, akamgeuza akampeleka huku, akamwambia fanya 1 2 3. Huyo ni Mungu. Mungu ana watawala wote wa dunia, watawala walioko Marekani, watawala wa nchi za Ulaya, watawala wa nchi za Afrika, watawala wote wako mikononi mwake. Kwa sisi tunapomuomba, tunamuomba ndio mnaomba hiki, haya nawapa. Umeelewa? Kwa tuna jukumu la kumwomba Mungu, Mungu utupe viongozi wa namna hii, au Mungu hawa viongozi uliotupa, mbona direction mwelekeo sio, tunaomba iwe hivi Baba. Mungu anasema kumbe mmeelewa haya nitaongea naye, nitamwambia, nitamwamrisha. Anaamrishwa. Ndio maana ya andiko hili, moyo wa wafalme huwa katika mkono wa Bwana, kama mifereji ya maji hugeuza popote apendapo. Bwana Yesu asifiwe. Historia ya dunia inatuambia hivyo, kibiblia pia tunasoma hivyo hivyo. Mungu akamwambia mfalme fulani fanya 1 2 3, na akafanya hivyo. Kwa sisi wa Kristo tukikaa tu kimya, tutakuwa tumekosea. Tunawajibika kumuomba Mungu na aweze kuhusika kikamilifu, kwa sababu anasema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni na mtaona, bisheni na mtafunguliwa. Ni jukumu letu kumuomba Mungu tunataka nini, tunatamani nini kwa nchi yetu. Ninapomalizia jambo la 3, tunasema Mungu ameahidi kuponya nchi yetu tukiomba. Mungu ameahidi kuponya nchi yetu tukiomba. Tunaona kwenye Nyakati na Yona. Nyakati inasema namna gani? Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Umeona, watu walioitwa kwa jina la Bwana. Sisi tumeitwa kwa jina la Bwana. Kwa hiyo tuna jukumu la kujinyenyekesha na kumwomba Mungu kwa ajili ya nchi yetu ili aiponye. Kwa hiyo Mungu ameahidi kuponya nchi yetu, iwe na afya siku zote. Kama sisi tulioitwa kwa jina la Bwana, ni jukumu letu kuendelea kumwomba Mungu kwa ajili ya nchi yetu. Tukiona hiki hakijakaza, Mungu angalia na hapa. Tukiona hapa, Bwana angalia na hapa. Mfalme tazama na hapa. Tuna wajibu wa moja kwa moja, hatuwezi kukwepa wajibu huo wa kuiombea nchi yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeona hapo? Ikiwa watu wangu, kuna condition, kuna masharti. Walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba. Kumbe tunawajibika kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao. Ya mwisho ni Yona 3:6 hadi 10. Waimbaji mnaweza kuja hapa mbele kidogo tukashirikiana. Kitabu cha Yona kinatuelezea hivyo hivyo. Mungu akamtuma Yona kwenda kuhubiri habari za maangamizo yalikuwa yakija kwa nchi ya Ninawi. Mara ya kwanza akakimbia, Mungu kamtupa baharini, akamezwa na nyangumi, akaenda katapikwa kule ufukweni. Sasa akaanza kuhubiri pasipo utashi wake, akahubiri habari kama ifuatavyo. Hebu tusome hapo mstari wa sura 6 kwenda mpaka mstari wa 10. Ni mstari 4 tu na hiyo ndio mwisho. Habari ikamfikia mfalme wa Ninawi, naye akaondoka katika kiti chake cha enzi, akavua vazi lake, akajivika nguo za magunia na kuketi katika majivu. Naye akapiga mbiu, akatangaza habari katika mji wa Ninawi kwa amri ya mfalme na wakuu wake, kusema mwanadamu asionje kitu, wala mnyama, wala makundi ya ng'ombe, wala makundi ya kondoo, wasile wala wasijwe maji, bali na wafunikwe nguo za magunia, mwanadamu na mnyama pia, nao wakamlilie Mungu kwa
kwa nguvu, naam, na wageuke. Kila mtu aache njia yake mbaya na udhalimu ulio mikononi mwake. Ni nani ajuaye kwamba Mungu hatageuka na kugairi na kuiacha hasira yake kali ili msiangamizwe? Mungu akaona matendo yao ya kuwa wameiacha njia yao mbaya, basi Mungu akaligairi neno lile baya ambalo alisema atawatenda asilitende. Unaona, hawa wa Ninawi waliposikia mahubiri ya Yona, mnaangamia mnaangamia, ndani ya siku 40 hampo, mmechoma moto wote, mmekwisha kwa sababu maovu yenu yamefika mbinguni. Habari ndo hiyo. Akaenda akakaa akasubiri siku 40 ziisha afu wateketee. Amekaa pale anashangaa majamaa hayateketei. Kumbe yenyewe yalitubu alafu yakaomba, kuanzia mkuu wa nchi mpaka wanyama, watu wote maombi ya kufunga na kuomba na kuvaa magunia. Wakamlilia Mungu akasema, haya mabaya tumeacha, tusamee, tunakujua wewe Mungu wa Israeli unafanyaga vitu kiukweli ukweli. Walipokwisha kutubu na kuomba, Mungu akawasamehe. Halafu hapa Yona akakasirika, mimi nilitegemea yaangamizwe, sasa mbona hayajaangamizwa? Mungu akadiri naye kwa sehemu yake. Ni hivi, Mungu kwa sababu ya upendo wake, kunapokuwa na toba ya kweli na unyenyekevu wa kweli, Mungu huponya watu wake. Mpe Bwana makofi. Ndio maana tulitangulia kusema sisi tunapaswa kuiombea nchi yetu, tunapaswa kuwaombea watu wote, kuwaombea wenye madaraka, wenye maamuzi mbalimbali katika vikundi vao, katika mamlaka yao, katika nafasi zao, kuwaombea watu wote, kwa sababu tunapaswa kulidhihirisha pendo la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tumekaa wanaume na wanawake, tumekaa watu wa mataifa mbalimbali, tumekaa watu wa rangi tofauti tofauti, tumekaa watu wenye tofauti za imani za kisiasa. Mimi nikiangalia hivi hapa na kutoka tangu mwanzo nikapeleka mpaka mwisho, mimi naona washirika wa DPC, sioni sijui mtu wa chama gani, sijui mtu wa chama gani, mimi naona watu wa Mungu. Mpe Bwana makofi. Na hata ninapoomba ninawaombea watu wote kwa upendo wa Bwana, awainue, awapandishe, awaponye na kuwafanikisha katika maisha yenu. Siwatazami kwa mtazamo mwingine wote ule, na hiyo ndio iwe mtazamo wetu. Ili tuweze kuishi vizuri katika nchi yetu, ni lazima tuwe na upendo wa Mungu. Hata tukisha kufanya siasa zetu, tukisha kumalizana na siasa zetu, tunabaki wa Tanzania. Mpe Bwana makofi.